boresheni miundombinu ili tuweke reli nyepesi ya mjini. Uwekezaji wake hauna tofauti kubwa na uwekezaji tuliofanya sasa. Uhai wake ni mrefu kuliko uhai wa uwekezaji wa sasa wa tunaotumia mabasi. Kwa mfano, uwekezaji wa sasa wa mabasi uhai wake ni miaka kati ya 10 mpaka 15. Ile barabara itaanza kuharibika, na mabasi miaka 7 mpaka 15 uhai wake umeisha. Lakini tukiweka reli rahisi au tram system. Tram ni ile treni nyepesi ndogo ya mjini. Uhai wake ni miaka 25 mpaka miaka 40. Najiuliza, kwa nini mpaka leo wazo la kuweka tram, mfumo wa tram, treni rahisi katika jiji la Dar es Salaam unakuja kuonekana kama mpango wa baadaye mwaka 2025? Dhamira. Na hapo ndani kuna watu wanajichomeka, walete mabasi, kusanye nauli, wajua wanachofanya. Kwa sababu hata sasa hivi hii mwendokasi sasa hivi inaharibika. Kwa nini? Dhamira haipo. Ndio maana pesa wanakusanya na huduma ni mbovu. Pesa wanakusanya na ukarabati wa mabasi hawafanyi. Pesa wanakusanya na bado wanazongana namna hata ya kugawana mapato. Na hiyo ni pesa inayokusanywa, ile tunayoiona. Inayopotea huenda ni kubwa zaidi. Wanakusanya wastani wa bilioni 3 kwa mwezi, na bado mabasi ni mabovu, hayatoshi, na miundombinu inachoka kadiri muda unavyokwenda. Wako wameonyesha mfano nchi kama ya Ethiopia, wana reli ya mjini nzuri sana na inatumia umeme. Nipiga hesabu, ukiangalia awamu ya kwanza, ya pili, ya 3 na ya 4, pesa ambayo imekuwa committed ni zaidi ya bilioni $1. Hii ni wastani wa trilioni 2 na bilioni 500. Kiwango hicho hicho kingeweza kutupatia mfumo wa treni rahisi ya mjini ambayo haihitaji kubadilisha magurudumu, haihitaji kubadilisha alternator, haihitaji kumwaga oil ya mabasi na mambo kama haya. Matokeo yake mwaka 2025 bado nasikia tunaingia mkataba na kampuni ya kutoka Uarabuni, Abu Dhabi, ituletee mabasi 299. Mabasi tena 2025. Mfumo mzuri wa usafirishaji, mabasi huwa yanatumika katika barabara zinazolisha kwenye reli nyepesi, tram. Kwa mabasi yangekuwa yanatoka Mwenge mpaka Ubungo, Ubungo mpaka Tazara, Tazara mpaka airport, airport Majumba 6, Majumba 6 Kinyerezi, Kinyerezi, mnielewa, tunafika mpaka wapi? Mbezi Mwisho, kituo kikuu cha mabasi, na pale reli itakuwa inapita. Ingawa kwa sasa hivi reli itakuwa inaishia Kimara, lakini kwa maana hiyo then mabasi yangeendelea kutoka Mbezi Mwisho mpaka Mbezi ya Chini pale kwenye hospitali ya Masana. Alafu kutoka pale tungeunganisha tena mabasi yangeteremka mpaka Mbezi ya Chini kabisa, barabara ile ya Kawawa, Old Bagamoyo Road. Mabasi ya mwendokasi yangetoka kutoka
Kinyerezi yangeshuka mpaka Segerea mwisho mpaka unakuja hapa Tabata relini. Hizo zinaitwa feeder roads, barabara zinazolisha mfumo wa reli. Huoni wakifikiri hivi? Mwaka huu wanasema wapo kwenye mipango. Unagundua tatizo ni dhamira. Wako tayari waanze kutengeneza vituo vya kulisha gesi kwenye mabasi, lakini hawako tayari kutumia gesi hiyo kutengeneza mitambo ya kuzalisha umeme. Unagundua kama si ufinyu wa maono, dhamira, makusudi, hawataki tupige hatua. Lakini kwenye mwendo kasi utagundua mtifuano unaotokea pale ni wa kufanya uamuzi, tena sio wa rais, waziri tu. Kauli hii moja na mgogoro umeisha. Lakini matokeo yake unaona kila mtu pale ni kama ni mnufaika. Ni mnufaika. Nani anaruhusu wakaweke karakana Jangwani, mahali ambapo unajua maji hujaa? Basi wanaweka karakana kwa kila mtu anawaona, wanajenga karakana Jangwani, inawekezwa pesa pale, walipa kodi Jangwani. Halafu nini kinatokea? Mafuriko yanakuja, yanaharibu mabasi yote yaliyopakiwa pale. Hatuni mtu kuwajibishwa. Waziri mkuu anaona, makamu wa rais anaona, ndo anahusika na mazingira, rais anaona ndo na dhamana ya nchi. Hakuna anayechukua hatua. Hawa watu hawamaanishi kutuletea maendeleo kwenye nchi yetu. Leo unaleta mabasi mengine 299. Nauliza, nimewaambia kwa bilioni $1 tungeweza kutengeneza mfumo wa tram Dar es Salaam kwa kutumia fezi hizi ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, kwa muundombinu uliokuwepo na maboresho madogo. Tutaongeza substations, mifumo ya umeme, basi tungaliweza kuwa na mfumo wa treni mkubwa zaidi Afrika baada ya Ethiopia. Kwa bilioni $1 au trilioni 2 na bilioni 500. Inataka uongozi, haitaki bla bla. Inataka dhamira ya kweli na ya dhati ndani ya moyo wa kiongozi mkuu anayetuongoza, anayekuwa na maono. Maono ni yale mambo makubwa mazuri ambayo mkuu wetu anayaona mbele, na akieleza anatushawishi kumuunga mkono. Leo ukimsikiliza kiongozi wetu mkuu, anakushawishi kumuunga mkono, anakushawishi au anazungumza vitu ambavyo alitakiwa kuwa ameshavifanya katika miaka 5 iliyopita. Tafakari.